Kwa mamlaka nilionayo na kwa dhamana niliyopewa na serikali ya awamu ya sita, naomba niseme mambo yafuatayo. Kwanza, sijaridhishwa sana, ndugu mwenyekiti, na kiwango cha uonekano wa tafiti. Sijasikia mkizungumza hili kabisa. Mkurugenzi aliposimama hapa sijamsikia, lakini na wewe mwenyewe sijakusikia. Mwakilishi wa katibu mkuu sijamsikia. Kwa hiyo kiwango cha tafiti cha michango ya kisayansi wa taasisi yetu katika ngazi ya Afrika na dunia sijaisikia. Na msijisikie vibaya, sijasema hivi kwa sababu hatuna uwezo, bali kwa sababu uwezo wetu ni mkubwa mno kuliko kile kinachoonekana leo. A nation that does not document its knowledge eventually loses authority over its own reality. Nadhani wasomi wenzangu ili mmelielewa. Tanzania inaelekea kuwa zaidi ya watu wa zaidi milioni 100. Dar es Salaam inaelekea kuwa ni mega city, mji mkubwa unaobobea au utakaobeba changamoto na fursa mbalimbali, changamoto za kiafya zinazolingana na miji mikubwa duniani. Huu si mzigo, huu ni wajibu wa kihistoria. Kwa muktadha huu, taasisi za kitaifa haziwezi kuwa za kiwastani. Taasisi za kitaifa haziwezi kuwa za wastani. ORCI haiwezi kuwa taasisi ya kawaida. Taasisi yetu hii haiwezi kuwa taasisi ya kawaida. Ni lazima iwe ni mamlaka ya Afrika katika saratani. Taasisi hii ni lazima iwe ni mamlaka ya Afrika tunapozungumzia swala la saratani. Kwa idadi ya watu tulionayo, kwa mzigo mkubwa wa magonjwa tulionayo, na kwa uzoefu wa kitabibu tuliokusanya kwa miongo kadhaa, Tanzania ina haki ya kuwa na mambo yafuatayo. Kwanza ni mtengenezaji wa maarifa. Tanzania tuna haki ya kuwa mtengenezaji wa maarifa, yani knowledge producer, si mtumiaji pekee wa maarifa. Lakini Tanzania tuna haki ya kuwa mfasiri wa data zake, data interpreter, isiwe chanzo cha raw data kwa wengine. Lakini pia Tanzania tuna haki ya kuwa kiongozi wa mjadala wa saratani Afrika, si mfuasi. If Africa remains a data source but not a knowledge authority, dependence will never end. ST Bongo, nyumbani kwanza.